Jenerali mkuu wa Irani Meja Jenerali Ali Shadman ameuawa katika shambulio la anga ambalo limefanywa na Israel, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuteuliwa kushika nafasi hiyo muhimu. Shambulio hilo linakuja ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya kijasusi yaliyofanywa na Israel dhidi ya maafisa wa juu wa kijeshi wa Irani. Meja Jenerali Ali Shadman, ambaye alikuwa ameongoza makao makuu ya Qatam al-Anbiya, ni kiongozi mpya wa kijeshi aliyepewa jukumu la kuongoza mapambano dhidi ya vitisho vya nje. Makao makuu ya Qatam al-Anbiya, ambayo ni kitengo muhimu cha kijeshi cha Irani, pia kinajulikana kama kamandi ya dharura ya kijeshi ya Irani. Shadman alikabidhiwa uongozi huo baada ya mtangulizi wake Meja General Gholam al-Rashid kuuawa katika mashambulizi ya ufunguzi ya Israel dhidi ya Irani. Kwa kipindi kifupi cha takribani siku 4 tu, Shadman alikuwa amekalia wadhifa huo wa juu, lakini alikumbwa na hatima ya kutisha wakati alipoangukiwa na shambulio la anga kutoka kwa jeshi la Israel. Katika taarifa kutoka kwa jeshi la ulinzi la Israel, ilieleza kwa Shadman alikuwa akiongoza moja ya vitengo muhimu zaidi vya kijeshi vya Irani, akiwa na mamlaka ya juu katika operesheni za kivita na mipango ya mashambulizi. Kwa mujibu wa taarifa ya IDF, Shadman alielezwa kwa mmoja wa watu wa karibu zaidi na kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Alikuwa na jukumu la kutekeleza na kusimamia shughuli zote za kijeshi za Irani, na aliongoza walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu pamoja na vikosi vya wanajeshi wa Irani. Uongozi wake ulilenga kuhakikisha kuwa nchi inakuwa tayari kukabiliana na tishio lolote kutoka nje, hasa kutoka kwa Israel, ambayo imekuwa na mvutano wa muda mrefu na Irani. Kwa upande mwingine, Israel inaendelea kushikilia msimamo wake wa kupambana na kuzuia nguvu ya kijeshi ya Irani, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Mashambulizi haya yanaonyesha kwamba nguvu ya kivita na kisiasa kati ya mataifa mawili inaendelea kuwa na athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Ingawa Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu lengo la mashambulizi haya, kuna imani kuwa Israel inalenga kuzima uwezo wa Irani katika uwanja wa kijeshi na kuhakikisha kwamba Irani haifikii uwezo wa kuwa na tishio kwa nchi za Magharibi na washirika wake wa Kiarabu. Kwa sasa Irani imeendelea na juhudi zake za kujenga nguvu za kijeshi, huku viongozi wa nchi hiyo wakilaumu Israel kwa kukiuka kanuni za kimataifa na kudhoofisha amani katika eneo hili. Mashambulizi haya yanaendelea kuonyesha mgogoro wa muda mrefu kati ya mataifa mawili, na ni wazi kwamba vita vya kivita na vita vya kivita vya kijasusi vinaendelea kuwa sehemu muhimu ya mkakati wao wa usalama. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.